sijaja hapa kwa ajili ya kulumbana. Kauli moja tu nilokupa. Mtoe huyo binti. Unajidanganya. Sitomtoa. Katu hatotoka. Sitomwachi na wala sitomtoa. Bila shaka ukiliona tu hili vazi, itakuwa ushatambua ni la nani. Sasa, utamwachia huyo binti au utaendelea kukaidi na mimi nifanye maamuzi juu ya mwanao? Hauwezi kunitisha kwa hilo. Binti sitomtoa na mwanangu utamrudisha kwa miguu yako mwenyewe. Sawa. Kwa kuwa umekaidi, nadhani utakumbuka ile siku ya kwanza ambapo ulikuwa unamtoa huyo mwanao duniani. Machungu uliyopitia yatajirudia. Anajidanganya. Machungu nilopitia mwanzo mpaka sasa hivi hanayajua yeye. Machungu gani nilipitia ndio itokopo mtoto wangu na lazima atamrudisha. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa... Steno, mambo? Safi tu. Vipi kwema huko? Usalama upo kidogo. Kwa nini sio kwema? Uwezi amini ile pesa uliotupatia, nilimpatia mdogo wangu aenda akachukue mzigo. Lakini kabla hajafika sokoni, alikutana na vijana 3 wakamtapeli. Hapa ninavyokuambia hata sijui kaenda wapi. Maana alivyoleta taarifa, katoka anakimbia. Kwa naomba nivumilie kwa hizo siku 2-3, niweke mambo sawa. Jose, nanukuu kauli yako kwa mara ya kwanza. Kwa hauamini kama umeibiwa. Na hata mimi pia siamini kama umeibiwa. Hivyo, sinaga masiara kabisa kwenye pesa. Njuluku, mane. Kama hii ni pesa ndogo tu, imewatoka imani. Vipi ningewapatia nyingi zaidi ya hii? Nisikilize Jose, nahitaji pesa yangu. Kama ilivyokuwa mwanzo, sijaandikishana na wewe kwa mwenyekiti, kwa mjumbe wala kwa mtendaji. Na pesa yangu nitaipata hivyo hivyo. Alafu kitu ambacho ukijui, nina pande 2. Hii unayoiona ni pande ya kwanza. Sitaji nikuoneshe pande yangu ya pili. Nahitaji pesa zangu. Siku ikifika, basi pesa yangu hiyo imefika nyumbani kwangu. Manguruwe. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya... Habari yako mkela? Salama mwalimu, kwema? Kwema. Salama nyumbani? Ni kwema. Nilikuwa nataka nimalize mizunguko yangu, nije nyumbani kwako. Na kubwa alikuwa anataka kunileta ni kuhusiana na mdogo wako. Ana siku ya 3 hajaja shuleni. Hatuna taarifa yoyote na tujui changamoto ni nini. Mwalimu, hebu ngoja kwanza. Unataka kuniambia Stani ana siku ya 3 hajafika shuleni? Mbona kila siku asubuhi anaamka, anajiandaa, nampa hela ya matumizi, anaondoka kwenda shule. Sasa unaponiambia kwamba hafiki shuleni, mbona unanichanganya? Na nyumbani hamna tatizo lolote. Na kama kungekuwa na tatizo, basi mimi ningekuja moja kwa moja kuja kutoa taarifa. Sasa nisikilize. Chunguza tatizo nini? Chunguza anakwenda wapi?
Sawa? Kwa sababu wewe ndio mlezi wake mkuu. Ukimwachilia wewe, basi unamfelisha mazima. Alafu kingine kuhusiana na uniform za Stani, nilikuwa naomba muendelee kunivumilia tu. Sawa, ila jitahidi sana. Sawa mwalimu. Machozi yamekuwa mto wa safari. दिल है दीवाना kwake mie दीवाना ये तुम दिल है दीवाना kwake mie दीवाना oh la le rumba oh ai la gente se tira perda lela oh I love you rumba la lela oh je m'appelle la vida lela oh I love you penzi mara yake mwenzenu nafikishwa mbali penzi mara yake mwenzenu umepata daktari na kwa sauti yake mwenzenu najisufari penzi mara yake so nyumba iuzwe na darai moto wa mapenzi uliunguza moyo wangu. Kiepe, we vipi? Fresh vipi? Mbona shanga? Tuendelee tu kunywa bwana. Mara hiyo Nimemvisha taji moyo wake unasemia yetu dibana yetu kwangu mie dibana yetu. Mama, salamu alaikum. Sihitaji asalamu alaykum wala salamu aluku. Acha kufuatilia mambo yangu yasiokuhusu. Mama, mimi nikajua labda umekuja kwa ajili ya kusoma tuanze darasa. Sihitaji darasa wala madrasa. Acha. Wewe ukijua kulia, mimi najua kushoto. Sijui unanielewa mpaka hapo? Simama kwanza. Haina haja kufika mbali kote huko. Wewe pumzika, muda umeshaenda. Alafu mimi mjomba nimemwaga nenda kuchuma dawa hii, tumbo linanisumbua. Sasa akiona hivi tunaongozana wote atajua mimi nimepitia kwenu. Kwa na amani tuwe baki, mimi nitafix. sawa tusijali, lakini leo nimefanya kuja kunisalimia maana ni muda sana uje nyumbani kwetu. Ila wewe kuja kwetu mtihani. Haya. Bwana nitakuja, tunajua mimi pale nyumbani afu tawala. Wewe naye vipi? Ushaanza kuleta marafiki hapa usieleweka, si ndio? Ama kaka, mimi pale rafiki yangu anaitwa Siwani, rafiki yangu wa muda mrefu sana. Kwa hata usiandafie wala nini. Umesema anaitwa Siwa? Anaitwa Siwa. Mbona unamweza mara mbili au umempenda nini? Hapana, sijatokea kumpenda, ila mara nyingi wenye majina yale wanakuwa na tabia mbovu na ndio maana sipendi, yani mazoea ya ajabu. Yule bwana usimwandafie wala nini. Vipi lakini mkono wako? Namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri kabisa. Na hapa nataka niingie ndani nikapumzike.
Let's go. Dalili za mvua zimekuwa kiza. Kijana, naona umerudi kwenye utawala wangu. Sasa nataka kujua utaendelea na kazi au la? Hapo kwenye blaza, mimi nimegeuka. Nimesikilizia upepo ni mwanasoli imeisha, nikabidi nirudi zangu mtaani. Hapo kwenye bunabu kankili. Mapanga tu, visu ngozi laini, nyembe inapita, operation tu. Sema nini? Hapo kwenye ulinzi itabidi umalike. Si unajua zile blaza, nasija katokea kama ile mara kwanza nikaacha familia yangu ujue tena kwa mara ya pili. Mimi salau spendi. Kuhusu swala la ulinzi, hilo ndo shaka. Kwa sababu sasa hivi na jeshi kubwa sana. Na hii nimejiwekea kwamba kwa yeyote atakayejaribu kunifuatilia kwenye nyendo zangu nampeleka. Umeona? Huyu ni kijana ambaye mimi nafanya naye kazi. Na shughuli yake naifahamu vizuri. Na tulikaa tukakubaliana. Na kwa yeyote atakayetufuatilia punzi yake halali yetu. Magambo. Huyu ni kijana ambaye mimi nilikuwa nafanya naye kazi. Na hata hivyo amerudi. Lengo na mazumuni tuendelee na kazi. Kwa hiyo tutakuwa naye, ni kijana wetu huyu. Karibu Mwamba. Bado upudo hapo. Unaitwa nani? Mimi naenda kama baruza namba chafu hapa. Hivi, hilo jina lako linakwenda sawa na vitendo? Sio vitendo tu, wala sio roho. Alafu nikwambie, mimi nimezaliwa uani. Kuzaliwa tu ngakutana na ufa kinyesi. Sichekeshi. Sina muda kuchekesha blaza. Moja yao, mbili yao. Sawa. Sasa nikwambie baruza. Iwaga sipendegi miroza kike katika maisha yangu wakati kwenye kazi zangu. Sawa. Sinaona hivi. Kaona nacheka na tabasamu lakini mtu mbaya. Na kama kazi utakuwa uweze taka jeshiri. Na mbona uachie ngazi mapema. Iwaga utatabasamu lakini matukio ni mabaya zaidi sana. Mshua. Mwelekeze kijana wako. Mimi damu kwangu kama chai. Wewe mwenyewe unaelewa. Afuate mwenyewe pia ajilinde sana. Kwa sababu sasa hivi ni mode la akili mbili. Baluza. Chewa. Siku zote huwa anasema maneno mengi ni ugonjwa. Hivyo basi tuwe makini, simu zikiita tu chapu kwa haraka tuje kupeana mission. Maisha mengine yaendelee. Imeisha. Mantalashata, chakula miko, aitu. Aikatu, mamemotushima, leshikola makula miko, jiga. Nilikuwa nimetoka. Hivyo nilivyojua tu kwamba ujio wako, haraka sana nimerudi. La hausa kama haupatikani hauko jiga. Anawakomesha wachawi, anawafichua gizani, mtetezi wa haki. Imechafuka, mioyo imepotea. Maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba. Mbona umerudi bila maji mwanangu? Mama, mama niko na foreni ndio maana nimeamua kurudi kwanza nipumzike afu baadaye niende tena. Sawa. Imekuwa vizuri mwanangu.
kuna majambo nataka nikwambie mazito sana mwanangu. Huyu babako ninaishi naye humu ndani sio babako mzazi. Maana mwanzo nilipoolewa naye alikuwa ananihudumia vizuri sana. Baada ya kukosa mtoto kwa miaka kadhaa, akawa mateso yameanza. Akawa ananinyanyasa, kula sio kwa wakati, ananitesa. Umeona? Ikawa kuna rafiki yake babako ndo alokuwa ananihudumia kupitia mateso yangu nilokuwa nateseka kwa muda mrefu. Kutokana na mazoea niloweka na huyo rafiki wa babako, ndio ikafanikiwa kupata mtoto ni wewe Chaupele mwanangu. Babako alifurahi sana. Maana muda mrefu alikuwa analilia mtoto. Hiyo ndio siri nilotaka nikwambie mwanangu. Lakini babako mzazi yupo mtaa wa 5 kutokea hapa. Anaitwa Nzema Nembo. Majibu yako wapi? Maombi yanapotea. Mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Ni utulivu wao, mwisho hakuna anayejua. Tunasubiri kama mashua katikati ya bahari kuu. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami. Tunazama na hakuna chombo cha kuokoka. Hii ni ya tsunami. Nani atasimama wakati upepo unavuma? Nunu, mambo poa. Hatimaye leo umekuja kunitembelea. Sio kuja kukusalimia. Leo kamera zangu zimenasa kwako. Haya, wewe na Ustazi mlikuwa mnafanya nini huko ndani? Nunu, hebu kuwa na kaba basi ndugu yangu. Ustazi mwenyewe ametoka hapa hata hajafika mbali. Je, alikuwa hapa kusikia yupo hapo ukutani? Nilikuwa naye tu ndani, alikuwa ananitibia juu ya maradhi nilionayo. Hakuna kingine kilichoendelea. Na hapa ulivyomuona alikuwa ananiaga aondoke. Mbona maradhi? Ndio kutibiana ndani? Huo mchezo umeanza lini? Maana hata hospitali hakuna watu wanaotibiana wawili ndani. Sasa sikiliza nikwambie kitu ndugu wangu. Ili jambo nimeliweka hapa. Na ninavyotoka hapa ndo ninapoenda kulisambaza huko mtaani. Mtoto unaniuliza wewe. Kumbe dadako akitoka ndo unafanya kazi ya kuingiza mabwana. Tena soma bwana hadi maostazi. Nachoka mimi. We Nunu. Nunu. Kweli Upele umepata mkonaje? Sasa sijui itakuwaje kwa yule mdomo wake jinsi ulivyo. Imechafuka, mioyo imepotea. Unakuja na mali au vipi? Nakubali. Kweli panya mkali. Naona mshamba kajipendekeza, umepita naye au vipi? Hapa naenda kulisukuma mbele kwa mbele tunapata chetu au sio? Sema nini? Mimi nataka niingie zangu mtaani hapa. Ila hapa maskani atakuja mwanangu mmoja anaitwa Baruza, alikuwa yupo ila amesharudi. Kwa hiyo akija hapa etikeli zile zile kwa sababu ile akili mbili unajua. Kashapagawa ile kwa kutoka kashakutana na magazabu kibao, kwa hiyo ukimletea noma na anakuletea noma. Kwa hiyo akija etikeli zile zile nilizokuelekeza au vipi? Baridi brother. Sema kuna kitu hapa kiko kwenye stesheni. Kinanimiza akili kishenze. Noma nini sasa? Kuna mshamba kazingua tena au? Mimi naona niache shule tu. Naona masomo yanapitia huko na natokezea huko. Hapo umekuwa jeshi langu. Yaani hapo kweli panya nimelikuza, panya mkali. Wewe sikia nikuelekeze. Hapo wenyewe shule unaenda tu kutoa ujinga, shule haina faida yoyote, unaweza ukasoma afu dakika za mwisho ukaishia kuokota makopo kama sister yako. Kwa hiyo kama vipi umeona shule uelewi? Achana na mambo ya shule. Wewe kama hivi upo mtaani umeenda umempokotisha mshamba, umekuja na mbala ili hapo unaenda tunasukuma tunapata hela. Ungekuwa shule hela ungepata wapi? Shule haina faida yoyote, wewe fanya mambo yako ninja. Sema brother unaongeaga pointi sana, ninakukubali. Natamani kuwa na akili kama zako. Sema nini? Ngoja nitokee home pale. Sister asija kagundua dili, mwenyewe shule siendi. Sasa sikia nikuelekeze. Tunatoka hapa tukikutana na mshamba yoyote yule, tunamfananisha hata kama sio mtuhumiwa, lazima asomewe afu tunachukua vya kwetu tunajikataa au vipi? Nakubali.
Nadhani nimefika muda mwafaka. Nimekuletea yule kiumbe ulikuwa unamhitaji. Umefanya vizuri kumleta. Sasa mwache, alafu wewe ondoka. Sio makubaliano yetu. Unabishana mimi sasa. Hizo nguvu umekuwa nazo. Ni wewe mkuu. Kama mimi nakupatia nguvu, unapaswa uniamini. Nimesema mwache na uondoke. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo una